Msikilizaji, hujambo? Karibu katika kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Heri. Kabla ya kuendelea sehemu itakayofuata, basi nirudie kidogo sehemu iliyopita. Chanjarika huyo anafanya vitu vyake, nani amguse? Kijana mmoja alisikika akisema. Heri alishangazwa sana na tukio hili. Kila mmoja wa wale walipofika pale alikuwa kasimama mbali. Akamtazama mtoto mwenye kutaka msaada pasipo kumkaribia. Hakuna aliyejaribu kusaidia kwa namna yoyote ile. Heri alikerwa na hali hiyo. Akajaribu kusogea karibu. Ndipo akasikia sauti kali kimonya, "Kichaa huyo, usimkaribie, jihadhari. Vinginevyo utapoteza maisha yako sasa hivi kijana." Heri aliposikia hivyo, naye akarudi nyuma na kujikalia mbali. Mtoto akaendelea kumiminiwa makonde mazito. Watu waliendelea kushangilia. Wachache walisikitika. Lakini hakuna aliyeweza kutoa msaada kwa mtoto huyo ambaye umri wake haukuzidi miaka 12. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Basi tukatoe taarifa polisi ili askari waje wamsaidie mtoto. Heri alipendekeza. Mtu mmoja aliyekuwa kasimama karibu naye akamjibu, "Hakuna haja ya kufanya hivyo. Usipoteze muda wako, kichaa ni kichaa tu. Hakuna kesi dhidi ya kichaa. Kichaa hawezi kufunguliwa mashtaka hata ajeruhi mtu au amuue kabisa. Isitoshe, polisi wanaweza kukugeuzia kibao wewe uliyekwenda kutoa taarifa, ukajikuta unawekwa ndani." Kila mmoja akaonyesha kutokuwa tayari kumsaidia mtoto yule kwa lolote. Mtoto akatupwa chini, mfuko wake ukachanwa na madaftari na kalamu vikasambaratika. Akapigwa mpaka akalazwa chini kifudifudi. Hata hivyo, hakuna aliyetaka kuokoa maisha yake. Mtoto akalia sana, lakini hakuna alionekana kumhurumia. Mpaka wakati huu, Heri alikuwa hajaamini kuwa yule mwanamume katili alikuwa mwendazimu. Kilichomfanya aanze kuamini hivyo ni pale alipomtazama kwa makini toka utosini hadi unyayoni. Kichwani nywele zilikuwa chafu sana, tena hazikuchana. Usoni alikuwa na makovu yaliyotisha. Macho yalijaa matongotongo, hii ikiwa ni ishara ilionyesha wazi kuwa hakupata kunawa uso asubuhi ile. Nguo zilizokuwa chafu sana, tena zina michirizi ya damu. Mguu wa kushoto wa suruali yake ulikuwa kaukunja hadi kwenye goti. Miguuni hakuwa na viatu. Alitembea pekupeku bila hata kanda mbili. Kila aliyemwangalia alitishika kwa jinsi alivyoonekana na kwa sababu ya macho yake mekundu makali. Mtoto peke yake aliendelea kuwa mikononi mwa mtu huyu katili. "Mji huu na mambo." Mzee mmoja aliyekuwa kasimama nyuma ya Heri alisikika akisema, "Kuua burudani, kupiga burudani, kila kitu burudani humu mjini. Naona mimi." Akaongeza kwa mshangao mkubwa, "Yaani hakuna hata kijana mmoja jasiri wa kulikabili jendazimu hili katili, kuyanusuru maisha ya mtoto huyu?" Akauliza kwa mshangao, huku akionekana kutokwa na machozi. Mtoto alipigwa kiasi kwamba hata sauti ya kilio chake haikusikika tena. Bali alikuwa akigugumia tu kwa maumivu makali aliyokuwa nayo kutokana na kupigwa na yule mwendazimu. Aliendelea kulala pale chini, damu ikaanza kumtoka puani na mdomoni. Yule mwendazimu akaanza kumpiga mateke na kumsukuma kwa miguu yake, akisema, "Utanitambua leo, mimi msela wa sela. Mimi tu ndiye mwanaume, wengine wote ni wanawake tu. Kama kuna mwanamume kati yenu na aje hapa." Akaokota jiwe kwa mkono wake wa kulia, akawa anafanya kama anataka kuwatupia. Watu wote wakasogea nyuma mbali naye,
huku wakishangilia na kucheka. Si nimesema nyinyi wanawake tu? Yule mwendawazimu akatamba huku akilitupa jiwe chini. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Tukawatafute askari. Heri alisema, askari wa nini? Unafikiri askari gani atakuja kumkamata huyu? Kwani unadhani ni mchinga huyu? Huyu hana kitu. Askari gani anashughulika na maskini asina kitu? Hata ungeenda kituo cha polisi hakuna atakayekusikiliza. Watakuhangaisha wewe mwenyewe kutoa taarifa. Akajibiwa na mtu mmoja ambaye baada ya kusema maneno hayo akajiondokea. Kama ni hivyo, basi tumchukue mtoto tumpeleke hospitali akatibiwe. Heri akazidi kushauri. Maneno yako ni kweli, lakini nani amfunge paka kengele? Kila mtu anahofia maisha yake binafsi. Hilo ndilo tatizo. Mzee mmoja akasema. Kisha akaendelea kusema, itakuwaje wanaume wazima tushindwe kutoa msaada kwa mtoto maskini huyu? Lakini kwani mwendawazimu ni simba? Mbona kwa vijijini hata simba na chui wakileta madhara huwa tunajifunga kibwebwe na kuwakabili vilivyo hadi kuwashinda? Sasa huyu mwendawazimu kwa nini atushinde? Yule mzee akanyamaza kidogo. Halafu akamwita yule kichaa akisema, we dume la madume, rafiki yangu njoo. Akamwashiria aje. Yule mwendawazimu akaja. Mzee akamuuliza, rafiki unataka nini? Nataka mali yangu tu mimi niende zangu. Sina noma na mtu mimi, mtoto wa wenyewe. Akajibu yule mwendawazimu huku akionyesha kwa mkono ule mfuko pamoja na madaftari na kalamu vilivyokuwa vimetawanyika pale chini. Mzee kusikia hivyo hakusema neno. Aliondoka akavikusanya vile vitu vyote pamoja na ule mfuko uliokuwa umechanika chanika, akampa akisema, haya rafiki yangu vichukue. Hiyo mali yako mtu asikubuhudhi. Yule mwendawazimu akajibu, hayo ndio mambo msela wangu. Akavichukua na kuondoka. Akamwacha yule mtoto mahututi amelala chini. Watu kuona hivyo wakaanza kumpongeza yule mzee mwingine, wakamsogelea yule mtoto. Baadhi wakaanza kulaumiana wakisema, sisi sote waoga. Yaani mzee, tena mtu mmoja, katushinda sisi umati wa vijana namna hii. Mzee akajibu, sio uoga, bali ni ubinafsi na kutokujali. Hata hivyo, huu sio wakati wa kupongezana la kutafutana nani mchawi. La muhimu ni kumbeba mtoto na kumkimbiza hospitalini ili kuyanusuru maisha yake. Gari likatafutwa. Vijana wakambeba yule msichana na kumwingiza ndani ya lile gari. Kijana mmoja akasema, mimi naona binti kesha utema huyo. Twende, yote yatafahamika mbele ya safari. Tusizidi kupoteza muda. Dereva akashauri. Akawasha gari wakaondoka. Heri naye akaondoka na kwenda shuleni. Ndani ya uwanja wa shule aliwakuta wanafunzi wachache sana waliokuwa wametangulia kufika siku ile. Alikuwa kawahi kupita siku zote. Isingelikuwa lile tukio la mwendawazimu na mtoto, angelikuwa wa kwanza kufika pale shuleni. Wanafunzi waliomtangulia walikuwa wakifanya shughuli za usafi. Hivyo yeye naye alipofika akaanza kushiriki katika kufanya usafi wa mazingira. Kila alipofanya usafi, baada ya muda mfupi, Heri alikuwa akisimama na kuangalia pande zote, mbele, nyuma, kulia na kushoto, ili kuona kama Pendo kishafika. Alimngojea kwa hamu kubwa, lakini hadi wanakwenda mstarini hakutokea. Hali ikawa hivyo hivyo hata walipoingia darasani. Akajisemea, hivi Pendo ndio nini hii? Yaani ndio tuseme? Kisha akakimbia na kuingia darasani. Sura yake ilionyesha wazi kuwa hakuwa na raha. Wakati wa mapumziko mafupi ya asubuhi, Heri alimtafuta msichana Loana, rafiki na jirani yake Pendo. Akamuuliza, mbona Pendo hakuja shuleni leo? Yuko wapi rafiki yako? Anaumwa mwenzio. Akajibu, anaumwa? Anaumwa sana? Amelazwa? Heri akazidi kuonyesha majonzi. Hapana, haumwi sana.
ana homa ndogo ndogo tu. Mwenyewe anasema anajisikia ovyo ovyo. Hali hiyo amekuwa nayo kwa siku kadhaa sasa. Lakini usiku wa jana alizidiwa sana hata akatapika. Asubuhi nilipompitia alisema anajisikia kichefuchefu sana na kichwa kinamuuma kidogo. Akasema hawezi kuja shuleni. Akamaliza maelezo yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Ni malaria hiyo bila shaka, alisema Heri. Labda, Loana akaitikia. Ukimwona mwambie nampa pole, lakini atumie dawa asiziogope ili apone haraka. Tuna hamu kumwona, Heri akasema. Kabla hawajaachana, Heri alimwambia, dada Loana, na kuomba unifanyie hisani moja tafadhali. Sema tu kakaangu, nikusaidie nini? Loana akauliza kwa shauku. Jana Pendo alikopa vitafunwa toka kwa Mwalimu Poa. Niliahidi kulipa deni hilo leo. Sasa nakuomba uchukue pesa hizi ukalipe. Umwambie Mwalimu Poa ni deni la jana. Nimekutuma umlipe. Loana akazipokea. Kisha Heri akataka ampe pesa zaidi kidogo ili akajinunulie vitafunwa ale. Lakini Loana akakataa akisema, Pendo akisikia atanielewaje? Si atasema paka akiondoka panya hujitawala? Huo ni wasiwasi wako tu, Heri akamjibu huku akicheka kidogo. Wakaachana. Wakati Loana alipokuwa akienda kwa Mwalimu Poa kuzipeleka zile pesa, Heri naye alikwenda kwa Mwalimu Sheshe kujinunulia vitafunwa vya kumtosha, mpaka Mwalimu Sheshe akasema, mambo si hayo. Heri akaazimia kuwa hatazitumia pesa zilizobakia kwa fujo hadi Pendo atakapopona na kufika shuleni. Heri alikosa raha siku ile. Hakumchangama wala kumsikiliza mwalimu yoyote kwa makini darasani. Mawazo yake yote yalikuwa juu ya Pendo. Alitamani aende kumwona Pendo, lakini pamoja na urafiki wao, hakuna aliyewahi kufika nyumbani kwa mwenzake. Saa za masomo zilipokwisha, Heri aliondoka mbio kuelekea kwenye kituo cha mabasi. Alipofika aliyakuta mabasi mengi, lakini hakuweza kupanda basi lolote kati ya hayo, maana yote yalikuwa hayawapaki wanafunzi mpaka walipe nauli kamili. Heri alikuwa amedhamiria kutolipa tena nauli kamili mpaka hapo atakapoonana na Pendo na kukidhi mahitaji yake. Kwa hiyo akasubiri mpaka lije basi ambalo lingekubali kuchukua wanafunzi kwa nauli pungufu. Hivyo ilimlazimu kukaa pale kituoni kwa muda mrefu akisubiri. Sasa mawazo yakahama toka kwa Pendo hadi kwa baba yake. Maskini baba, sijui yuko wapi saa hizi na anafanya nini. Lakini ni mimi niliyemponza maskini. Kama sio kuwaingiza wale vijana waliolala nyumbani kwetu, yale yaliyotokea usiku yasingetokea na maskini baba angekuwepo. Sasa kishatoroka, sijui atarudi au hatarudi. Lakini yote ni shauri ya Pendo. Pendo mwenyewe ili nikidhi haja zake. Tabu gani hii? Balaa tupo. Lakini yote hayo shauri ya pesa. Nilidhani nikizitafuta na kuzipata, basi nitapata heri. Sasa baada ya kuzipata imenijia shari badala yake. Kweli pesa shetani mkubwa. Huyo mama yangu wa kambo angelifahamu haya, sijui angelinifanyaje. Sijui angelimshauri nini baba. Angelimlaumu na kumwambia, sasa huyo Heri wako unajivunia kakuletea heri gani? Lakini hiyo ni kweli. Maskini baba yangu, nimemtumbukiza kwenye tanuru la moto wa mafuta. Wakati akiendelea kuwaza, basi moja lilifika pale kituoni na kuegesha. Wanafunzi walikuwa wengi kituoni. Kondakta alipouona umati ule wa wanafunzi akasema, mimi nachukua wa kusoma 5 tu. Wengine mtasubiri mabasi mengine. Ndipo Heri aliyekuwa karibu na mlango wa basi lile
akajitahidi sana kuingia, akawa miongoni mwa wanafunzi waliotakiwa kuingia kwenye basi lile. Basi lilipojaa likaondoka. Njiani basi lilisimama hapa na pale kupakia na kushusha abiria. Walipofika kwenye kituo kimoja chenye soko kubwa la mitumba na mazao toka vijijini, watu wengi waliteremka. Waliopanda walikuwa wachache, kwa hiyo viti vingi vilibaki wazi. Baadhi ya wanafunzi wakataka kuvikalia, lakini kondakta akawakataza. Akasema, msikae vitini, bali endeleeni kusimama. Anayetaka kukaa aongeze pesa. Hata hivyo, mwanafunzi mmoja akakaidi na kukaa kwenye kiti kilichokuwa karibu naye. Kondakta alipomwona akamwendea na kumshika mkono, akamvuta akisema, simama au ongeza pesa. Akamvuta ili atoke kwenye kiti, lakini mwanafunzi akajibu, sisimami wala pesa siongezi. Akajibu. Abiria wakaingilia kati. Wengine wakamtaka mwanafunzi asimame, wengine wakamtaka mwanafunzi aendelee kuketi. Baadhi wakadai kuwa mwanafunzi hana kosa, bali mwenye kosa ni kondakta. Wakamtaka kondakta awaache wanafunzi waketi kwenye viti vilivyokuwa wazi. Wakiingia watu wazima ndipo wapishe. Haiwezekani. Mnataka nishindwe kupata mahesabu mimi? Abiria gani ataingia kwenye gari asipoona kuna viti vilivyokuwa wazi kwanza katika hali hii ya ushindani? Simama. Nasema simama. Kondakta akazidi kumvuta yule mwanafunzi. Abiria mmoja akasema, mimi naona vitengo viti maalumu kwa ajili ya wanafunzi. Mbona Ulaya wenzetu wamefaulu kufanya hivyo kwa ajili ya watu wenye ulemavu? Kwa kiasi fulani hoja hiyo ikaonekana kumvutia kondakta, naye akamwachia mkono yule mwanafunzi. Alafu akajibu, na kama hao wanafunzi hawapo, je, viti vyao vitatumikaje? Hilo ni rahisi, si vitakaliwa na watu wazima wasiokuwa wanafunzi tu? Mtoa hoja akajibu. Kisha abiria wa pili naye akataka kujua, na wanafunzi wakiingia kwenye gari wakati viti vyao vimeshakaliwa itakuwaje hapo? Hao watu wazima itabidi wasimame ili kuwapisha wanafunzi wenye viti vyao. Akasisitiza mtoa hoja. Watu wote ndani ya basi wakacheka kwa mshangao. Kondakta akajibu, siwezi kukubali sakata la namna hiyo litokee kwenye gari langu. Yaani baba mpishe mwanawe? Heshima gani hiyo? Sheria bwana, sheria msumeno. Hakuna cha baba wala mwana mbele ya sheria, akasisitiza mtoa hoja. Lakini ubaba na utoto ni suala la umri, na sheria yoyote lazima ilizingatie suala hilo, vinginevyo itakuwa vurugu mechi, akajibu kondakta. Na unapowataka watoto waongeze pesa ili waketi vitini, suala la umri linakwenda wapi hapo? Ukipewa pesa unasahau suala la umri, sivyo? Mtoto akilipa nauli kamili, basi anakuwa kavuka daraja la umri. Nawe unaona ni sawa yeye aketi kitini hata akiwa baba yake kasimama, maana pochi yanatosha. Mtoa hoja akamalizia kwa mshangao na kejeli kidogo. Ndipo kondakta akamshika tena yule mtoto kwa hamaki shingoni, akasema, simama au ongeza pesa, mnoko shenzi. Abiria watatu akasema, mimi naona mgogoro wa makondakta na wanafunzi utaendelea kuwepo daima hadi mwisho wa dunia. Ni mgogoro mbaya huu, maana ni wa kimaslahi. Hakuna tiba wala kinga. Kinga ipo, usiseme haipo. Abiria wanne akajibu, kinga ni kuwapatia wanafunzi mabasi yao wenyewe, akamalizia. Lakini abiria watatu akakanusha kwa kusema, kwa taarifa yako, hili likushafanyika. Mabasi maalumu ya wanafunzi yalinunuliwa, yakawahudumia kwa muda mfupi, kisha yakahujumiwa na kutoweka kabisa barabarani. Lakini hivi tunaelekea wapi? Abiria watano akauliza. Halafu akaendelea kusema, mtoto anataka pesa, baba naye anataka pesa, mama hali kadhalika, na kila mtu anazitaka.
Basi imekuwa pesa, pesa, pesa. Asiye na pesa anazitafuta, aliye nazo anataka zaidi. Na hizo pesa zaidi akizipata, haridhiki nazo. Bali akipata mwanya anakuwa tayari hata kuua ili ajiongezee hata vishilingi vichache kutoka kwa maskini asiye nazo. Katika hali hiyo tunaparurana na kuchangukana, tunasutana na kuchuana bila kujali nani ni nani na kwa nini. Je, tutafika kweli katika hali hiyo? Hiyo ndio hali halisi, maana pesa haipatikani sharti kwa mbinde, akasema kondakta. Babu, ukilaza damu utakufa maskini tu, aliongeza yule kondakta. Abiria wa 6 akasema, jamani yani ni kumsonga kondakta, mwacheni. Ugonjwa huu tunao sisi sote. Kila mmoja wetu ni hoi mahtuti kwa pesa. Hakuna anayeweza kujidai kuwa daktari wa mwenzake. Linalotakiwa ni kila mmoja wetu ajichunguze. Anafanya nini na anafanya vipi na pesa? Tena anafanya hivyo afanyavyo kwa manufaa na hasara ya nani? Sote tunahusika katika hili. Tusinyoshiane vidole. Kila mtu aichunge nafsi yake ili kuhakikisha kwamba tunapokamuana tukamuane. Tukichuana, tuchuane kiasi. Tukitumia leo, tukumbuke kuwa na kesho nayo inakuja. Tukijipenda, tuwaone na wahitaji walio kando yetu, nao pia tuwapende. Kila mmoja wetu ajichunge. Mimi naona wewe kondakta huna hatia. Ila chunga nafsi yako kijana, kama vile vile inavyotupasa kufanya sisi sote tuliomo ndani ya basi hili, akamalizia yule abiria wa 6. Kondakta akacheka akisema, asante babu kwa kunitetea. Akamwacha yule mwanafunzi aendelee kuketi. Wanafunzi wengine nao wakaketi kwenye viti vingine vyote vilivyokuwa wazi. Badala ya mjadala huo mkali kuisha, kila abiria alianza kujishughulisha na mambo yake mwenyewe. Wapo walioanza kujisomea magazeti, wengine wakawa wakizungumza hili na lile baina ya mtu na jirani yake. Punde si punde Heri naye akafika kituoni kwake. Akateremka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Heri alipofika nyumbani alimkuta yule shangazi yake aliyekuwa kamlea kabla hajaanza shule. Alikuwa amekuja kumwona kaka yake, yaani baba yake Heri. Akawa amekwisha elezwa yote yaliyotokea usiku na uamuzi wa kaka yake wa kuutoroka mkono wa polisi kwa kukimbilia kijijini kwao ambako alikusudia kukaa kwa muda mrefu. Aidha, wifi yake alimtaka amchukue kijana Heri akaishi naye, vinginevyo ingempasa kijana kumfuata baba yake huko kijijini. Tukio hili lilimshtua sana. Hivyo muda mfupi baada ya Heri kuingia pale nyumbani, akataka kumuaga akisema, ngoja nikajiandae. Kesho itanibidi niende kijijini ili nikashauriane na kaka juu ya hatua aliyoichukua na hatima ya kijana Heri. Lakini Heri akamzuia asiondoke kwanza akisema, naomba usubiri kidogo shangazi, niweze kumwandikia baba barua fupi. Haya, fanya hivyo haraka. Shangazi yake alimkubalia. Heri akaingia ndani ya chumba chake, akaanza kuandika. Baada ya kipindi cha nusu saa hivi, akatoka na barua iliyokushafungwa ndani ya bahasha. Akamkabidhi shangazi yake barua ile. Kisha yule shangazi akawaaga wote. Heri akamuuliza, utakaa muda gani huko kijijini? Siendi kukaa huko sana, kwani kijijini kuna kalika. Naenda tu kwa ajili ya hii dharura. Nikishampata baba yako na kuzungumza naye, nitarudi mara moja. Akaondoka kurudi nyumbani kwake. Huko kijijini baba yake Heri alikuwa ameketi akizungumza na mjomba wake aliyekuja kumsalimu baada ya kusikia kuwa alikuwa amekuja kijijini. Nimeona badala ya kwenda shamba nije nikuone. Nitakwenda shambani kesho, alisema mjomba wake.
alimletea nazi na makopa ya mihogo. Akamkabidhi kifurushi akisema, sijui kama nyinyi wa mjini bado mnakula ugali wa muhogo. Nimekuletea makopa kidogo. Ukiweza utumie. Ukishindwa wape wengine. Mjomba nawe, kwani huko mjini kuna nini? Mimi nakula kila kitu. Labda nitashindwa kwa vile sina kinu cha kutwangia makopa. Wote wawili wakacheka, wakaendelea na mazungumzo mengine. Mjomba wake akamuuliza, "Je, mlipata habari za msiba wa mwanangu Jeni?" "Ndiyo, tulipata habari na tulishtushwa sana. Mbaya zaidi hatukuelezwa chanzo cha kifo chake." Akajibu baba yake Heri, "Je, habari za kufariki Juma nazo mlizipata?" Akazidi kuuliza, "Huyo hatuna habari zake." "Yeye alifariki lini?" Akauliza baba yake Heri. "Ni kiasi cha majuma mawili tu yaliyopita." "Lo, masaibu makubwa hayo mjomba." Akaeleza kwa huzuni. "Juma ametutoka hivi hivi akiwa bado kijana mbichi kabisa." Akaeleza kwa sauti iliyodhihirisha majonzi. "Kisa?" Akataka kujua baba yake Heri. "Tunaambiwa kisa ni umeme. Yaani katika hali ya vijana wa siku hizi kutoangalia watokako wala waendako. James alikanyaga nyaya. Hakuna aliyejua hilo wala kuamini hilo mwanzoni." "Mngelijuaje hilo lakini? Nani angefikiri kwamba kijana kama James angepatwa na jambo la namna hiyo? Kwanza hata mimi inaniwia vigumu kuamini kuwa Juma alipatikana na janga hilo. Juma ninayemfahamu au mwingine? Kweli kijana Juma alikuwa mtulivu. Labda tuseme ni bahati mbaya tu. Au ni ajali tu, kama wengine wanavyodai. Kama aliandikiwa kuondoka duniani kwa ugonjwa huu angefanya aje mjomba?" "Hapana, kwa Juma wangu hakuna cha kuandikiwa wala ajali. Ni tabia tu ndio ilomponza. Maana Juma alibadilika sana katika miaka hivi karibuni." "Nini kilimbadilisha Juma?" Akauliza baba yake Heri. "Miaka kama 5 iliyopita Juma aliondoka hapa nyumbani kwenda kutafuta kazi huko migodini. Inasemekana kuwa alipofika kwenye mgodi wa dhahabu magharibi ya nchi, alijipatia kazi. Siku chache baada ya kuanza kazi, aliokota jiwe kubwa la dhahabu. Kutokana na kulifuma pande hilo la dhahabu, Juma alitoroka mgodini bila kumwaga mtu yoyote. Akarudi hapa nyumbani na pesa chekwa chekwa. Akajenga nyumba, akanunua gari dogo na mashine ya kukoboa na kusaga. Pesa zilizobaki akaanza kuzitumia kwa starehe na anasa. Akawa hashikiki, akawa siye yule Juma mtoto mliyemfahamu. Juma akawa mlevi, tena akawa hashikiki mitaani kwa uhuni wa kila aina. Sasa mjomba, mlifanya nini ili kumsaidia badili tabia?" "Kila njia ilitumika, lakini haikusaidia. Mamake alimuitia hata wahubiri, lakini hawakuweza kumbadilisha tabia. Waliomtaka aache pombe na mabaya ambatanayo na ulevi, lakini aliwajibu kuwa, 'Niacheni niogelee katika mapipa ya pombe na kula uroda ningali kijana wa haja. Nikifa nitaogelea katika moto wa jehanamu.' Kama upo siogopi." Basi wahubiri wakamwacha. Baada ya kipindi kirefu kupita akiwa katika hali hiyo, alianza kuugua. Akazunguka kwenye hospitali zote alizofikiri zingeweza kumsaidia, lakini hakupata msaada wote. Akazidi kuumwa na kudhofu. Mwili ukanyong'onyea na kukonda. Mwisho akageukia waganga wa mitishamba na wauguzi. Kwa siku chache za mwanzo, dawa zao zilionekana kumletea unafuu aina fulani. Hata hivyo, hazikupita siku nyingi, hali yake karudi tena kuwa mbaya. Sasa akaanza kushindwa hata kutoinuka kitandani. Jitihada zote za matibabu ziliposhindikana, akarudi hapa nyumbani. Tukamtunza kwa shida tena sana.
Alipozidiwa, wanawake vimada wote waliokuwa wakiishi nao kwa msimu wa miezi michache hawakuonekana hata kule kuja kumjulia hali. Kila mmoja alijitenga naye kama nyama haramu ya nguruwe mbele ya Muislamu. Kwa vile hakuwahi kuwa rasmi, akabaki hana mtu yeyote wa kumtunza. Katika hali hii, mama yake wa kambo akalazimika kumhudumia. Hali ikazidi kuwa mbaya kiasi kwamba James akawa akitokwa haja kubwa kama maji yatokayo kwenye bomba lililofunguliwa. Juhudi za kusomba choo chake hadi msalani zikafanyika na mke wangu. Akafikia mwisho wa uwezo wake. Hatimaye akaamua kutoboa ngozi ya kitanda alichokilalia. Chini ya lile tundu akachimba shimo. Kijana akalazwa chali. Sehemu yake ya haja kubwa ikalenga usawa wa lile tundu kwenye ngozi pamoja na shimo vunguni mwa kile kitanda. Akawa akijisaidia pale pale kitandani alikokuwa amelala. Juma akajisi kutengwa na kunyanyaswa na kila mtu. Akalalamika na kumlaumu kila mmoja wetu, lakini hatukuwa na namna nyingine ya kumsaidia. Akasema kwa masikitiko. Mjomba wake akamwonyesha picha ambayo rafiki yake marehemu Juma alikuwa amepiga katika siku zake za mwisho akiwa mahututi. Picha hiyo ikampatia kumbukumbu mpya ya Juma. Akajawa na majonzi makubwa. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.